Mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA kutangaza bei mpya za mafuta. Tupo kwenye vijiwe vya bajaji pamoja na bodaboda tukijadili na kuzungumzia swala hili. Nipo na baadhi ya dereva, patajitambulisha ni nani na anajihusisha na udereva wa aina gani. Unaitwa nani kaka? Naitwa Hatibu Gadi. Mimi ni dereva wa bajaji. Dereva wa bajaji. Wewe ni miongoni mwa viongozi ama ni mmoja tu wa washiriki katika vijiwe vya bodaboda? Mimi ni mmoja wa viongozi wa vijiwe. Okay. Nadhani umesikia tangazo la uongezekaji wa bei za mafuta. Awali mafuta yalikuwa ni bei chini. Na kumbuka mwaka huu toka umeingia takriban ni mara ya pili sasa bei ya mafuta yanaongezeka. Wewe kama dereva umelipokeaje kwanza swala hili? Mimi kama dereva kulipokea kwanza nahisi nalipokea kwa maumivu. Kwa sababu kwangu mimi linakuwa linaniumiza. Unajua kwa mafuta kupanda inakuwa ni changamoto kwa sisi madereva, kwa sababu mafuta yanapanda, sisi tunabidi tuweke hivyo wanavyosema wao. Lakini mimi nikisema nimpandishia abiria wangu bei kwa sababu ya mafuta inakuwa ni changamoto, na siwezi kumwambia na kupandishia bei kwa sababu ya mafuta inakuwa ni changamoto sana. Tuseme inabidi niende naye vile vile, ingawali mimi naumia. Umeona, ingali mimi naumia. Tuseme nilikuwa nafikiria kwamba pia kwenye hili swala watu waangalizie, bado sisi kwa tuliko juu linatutesa sana. Ingawa akipunguza kidogo ikiwa kwenye kama washushe itakuwa ni afadhali, kwa sababu huwezi kumwambia abiria mimi bwana napandisha hela yangu ya usafiri kwa sababu ya mafuta yamepandishwa. Hawezi kukubali, kashazoea hela ile. Ukimwambia leo hivi mtakuwa kama tena, kwanza unaweza ukamkosa abiria mwenyewe na sio wa kwako tena, akatafuta usafiri mwingine. Unafikiri tutaendelea kwa hivi? Hatuende kuendelea, inabidi tukubaliane na hivi japo inatutesa sana. Sasa ukiwa kama dereva ambaye tayari umeshaingia kwenye hali ya sintofahamu na kujiuliza kwamba inakuwaje, mbona maisha yamekuwa ya design hii, wewe bila shaka una familia. Sasa una kipi cha kuiambia serikali kwa sababu ya hayo mafuta kupanda? Una kipi cha kuiambia serikali? Mimi nilikuwa naiomba serikali yangu ipate kutuangalia kwa mara mbili zaidi, kwa sababu hali ya kimaisha imezidi kuwa juu sana kwa sasa. Hasa kwa sisi kuna madereva ambao tunatumia hivi vyombo vya usafiri. Unaona? Yaani serikali tuangalie, itushushie kidogo. Unaona? Mafuta yanatuumiza sana kikweli. Yanatuumiza, yanatutesa. Na mwanzo ulikuwa una mafuta lita moja, ulikuwa unatumia unanua kwa bei ya chini zaidi. Sasa hivi ukienda sheri yanaanzia kwenye shilingi 3000 na ushare. Kipato kimeongezeka kwa kiasi gani, ama athari kwa upande wako imekuwa kwa kiasi gani kwenye swala zima la kipato, income? Kipato hakijaongezeka, kipato kimepungua. Kwa sababu ukisema 3000 na kwa sababu kwa 10,000 kuna kama lita 3 tu na pointi. Umeelewa? Tuseme nilikuwa nategemea labda nikeka 10,000 kwa bei ile ya zamani nije niingize kiasi kadhaa ambayo inaweza tena ikakidhi mahitaji yangu. Lakini sasa mafuta yameongezeka. Tuseme hata nikiweka hela ile bado kipato changu kinazidi kwa chini. Ukumbuke bado tuna mikataba, bado tuna familia, tuna kodi, inakuwa inatuumiza kwa namna moja au nyingine. Sasa hii ni Stein TV. Tunakusihi endelea kufuatilia Stein TV, endelea kulike, kushare na comment ili kuendelea kupata habari mbalimbali. La mwisho kuambia madereva wenzio, una lipi la kuwasihi na kuwashauri? Kwanza nishukuru Stein TV kwa kututembelea na kutaka kujua changamoto zetu tunazopitia. Pia la mwisho naomba niwasihi ndugu zangu madereva, umakini wa barabarani ndio kitu muhimu sana. Tunapotembea barabarani hamna kitu kizuri kama umakini. Naelewa, kwa sababu sisi tunaendesha vyombo vya moto, kuna watu wanapita huku, tukiwa zile muda wote tupo hivi, tunaweza kusababisha matatizo ambayo hayana msingi. Kikubwa ni umakini sana ndio unahitajika barabarani. Na la mwisho niweze kuomba kwa mama yetu Mheshimiwa Kiongozi Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kutuangalia kwa upande jicho la nguvu kabisa, tuangalie huku sisi madereva. Unaona? Kwa sababu kwa namna nyingine bado vitu vyetu bado vipo chini. Tunajituma sana vijana, tunajitafuta, tuache mambo mengine, tufanye hivi tuweze kupata riziki. Atuangalie kwenye hii hali, mafuta yanatutesa. Tunamuomba Mama Samia atuangalie kwa hili. Asante.